Bana, tunatambua ya kwamba uko njema mwanamichezo mwenzetu, basi ni jambo jema. Karibu dimbani, karibu tukujuze kile ambacho tumekuandalia nyakati hizi. Jina langu naitwa Cisco, ukiniita Nicholas Johnny, utakuwa umetisha kweli kweli. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia. Mimi pamoja naye Florence Lenatus Mwamba, kweli kweli utakwenda kusikia mengi na mazuri yakiwa yanapewa nguvu kubwa mno ya kampuni bora ya Tanzania. Hapa nazungumza na Tan Nice, mabingwa hawa wa kutengeneza na kusambaza portable nzuri bora bomba na za kisasa zinapatikana kulingana na okoto lako. Fika kiwandani maeneo ya Mabibo Hostel ili uweze kujipatia bidhaa bora kwa gharama nafuu mno. Florence, uko vizuri? Mungu mwema. Bana, taarifa kubwa ambayo kwa sasa imepamba moto kweli kweli ni baada ya klabu ya Al Masry kutoka pale Misri. Umeelewa vizuri Mafarao hao ambao kwenye ligi yao wanashika nafasi ya 3, wamecheza michezo nafasi ya 4, wamecheza michezo 18, wamekusanya alama 31. Sawa. Umeelewa vizuri Wameiomba klabu ya Yanga iliyoko Dar es Salaam Tanzania kuwapa support, kwa maana ya kuwashangilia, kuwafanya wao wajisikie kama wako nyumbani. Na taarifa kubwa pia baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga wameridhia na kupokea kwa mikono miwili ombi hilo la Al Masry. Umeelewa vizuri Nakuelewa sisi. Filipadinho si kiongozi wa klabu ya Yanga kwa maana kwenye upande wa digital yeye ndo anasimamia. Wana Yanga wako zaidi ya milioni ngapi sijui, lakini kwenye upande wa kuongoza social media za klabu ya Yanga ameaminiwa nani? Priva. Maana ni kiongozi wa klabu hiyo ya Yanga kwenye upande wa mitandao ya kijamii. Yeye hakutaka kuwa mnaa. Amesema jeshi lolote la kijani na njano ni rafiki zao na ndugu zao. Kwa hiyo Al Masry wajisikie kama wako nyumbani, watawapa chochote wanachohitaji kuelekea kwenye huo mchezo. Mimi naongezea wasiwakimbie baada ya mpira kuisha, kwa maana ya Simba kupata matokeo mazuri. Yes. Isije katokea mpira unaisha Al Masry wanajikuta wako wenyewe. Hii kwanza imekaaje? Ni sawa kweli timu ya nyumbani kuipokea timu kutoka nje na kuipa sapoti ili ipate ushindi kwenye timu ya nyumbani kwenu, ikiwa hiyo timu inapeperusha bendera ya taifa lenu kwa maana ya Tanzania? Kikanuni Cisco. Hamna kanuni ambayo inakataza kufanya jambo kama hilo. Okay. Kwanza mpaka kufikia Al Masry kufanya kitu kama hicho, manake wameshaijua historia ya soka letu la Tanzania. Kwamba Tanzania kuna wababe wawili wa soka na ni wapinzani wakubwa sana. Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Mpaka wanafanya hivyo wanafahamu ya kuwa Yanga watamani kumuona Simba anafika sehemu yoyote kwenye hii michuano. Maana yake ni kwamba wanafahamu upinzani mkubwa uliopo kati ya Young Africans pamoja na Simba, hasa linapofika katika swala la kimataifa. Hamna ambaye anawishi kumuona mwenzake anafanya vizuri. Okay, ndo football. Lakini kimaadili inaweza ikawa tunaweza tukawa tunasema sasa hivyo kwamba kimaadili inaweza ikawa sio nzuri sana. Ni sawa na mgeni kutoka nje aje nyumbani kwenu Cisco, afu ampige ndugu yako makofi kisha umpigie makofi yule mgeni wa kumwambia umefanya jambo zuri sana. Kimaadili sio jambo zuri sana. Nafikiri labda hapo ndo linaweza likamata sana. Hilo kija kwenye issue ya kikanuni, hamna sehemu yoyote FIFA, CAF, TFF walipoandika kwa ni marufuku kwa mashabiki wa Young Africans kuishabikia klabu nyingine kutoka nje itapokuwa inacheza dhidi ya Simba. Mimi ninachotaka kuamini ni kuwa sidhani kama mashabiki wa Yanga wanaweza wakafanya jambo kama hilo. Sitarajii kuona wanafanya jambo kama hilo. Lakini pia natarajia kuona wanaweza wakafanya jambo kama hilo. Naweza nikawa katikati katika hilo. Kuisupport Al Masry kwa mashabiki wa kosti ya Yanga sio mbaya, lakini inapofika swala la kimataifa huwa haichezi timu kama timu. Pia huwa linacheza taifa. Kwa sasa hivi hatuna timu ambayo inashiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Na pengine ndio maana baadhi ya watu wameacha hata kufuatilia klabu bingwa barani Afrika. Kwa maana ya kwamba hatuna mwakilishi kule. La sasa hivi aliyebaki ni Simba. Yaani Tanzania kwenye michuano ya CAF mmoja aliyebaki kuliwakilisha taifa ni Simba. So haitokuwa nzuri sana. Yaani haitokuwa nzuri. Vijana tunasema sio fresh kumuona Mtanzania unatoka hapo unaenda kuishabikia Al Masry Mwarabu, unatamani kumuona anamfunga Simba kwenda katika hatua nusu finali, kwa sababu hamna profit yoyote ukiwa kama Mtanzania unaweza ukaipata Mwarabu akishafuzu kwenda katika hatua nusu finali. Ila kuna profit ambayo tutaweza kuipata kumuona Simba Sports Club akifuzu kwenda katika hatua nusu finali. Sio kiuchumi, sio kijamii na sio hata kimaendeleo ya mpira. Vyote hivi vinaingia hapa katikati. Ya kwamba soka letu linazidi kutangazwa zaidi, lakini pia kiuchumi watu wanazidi kufaidika zaidi, nchi inazidi kujitangaza zaidi, kwa maana ya kwamba wageni wanaotoka nje
kuja katika ardhi ya Tanzania. Nafikiri hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukalitafsiri hili swala. Lakini kusema kwa mashabiki wa Young Africans kwenda kuishabikia Al Masry, wafanye kwa sababu ya upinzani walionao kwa Simba. Lakini sio jambo zuri kabisa. Yaani mimi siwezi kufurahishwa na kitu kama hicho. I hope tunafurahia kumuona Yanga na Simba wakifanya vizuri kimataifa. Kwa nini? Kwa sababu leo tunajisifu kuwa ni ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika. Sio? Lazima tuweke ya kuwa ubora wa ligi yetu barani Afrika umechangiwa na ubora wa Simba na Young Africans katika michuano ya kimataifa. Mwaka huu Young Africans hajafanya vizuri. Mwaka ambao pengine watu wengi tulihope kumuona hata Yanga anafika hatua nusu finali klabu bingwa barani Afrika. Haijawa hivyo. Ile imekuwa heri kwa Simba licha ya matokeo ambayo aliweza kuyapata kule, bado tuna matumaini ya kumuona mnyama anafanikiwa kufuzu hatua ya nusu finali. So ni kuvunjishana moyo. Unajua ni ile unatoka nje. I don't know, lakini watu wao wanatoa wapi hizo nguvu. Yaani ile unatoka nje una celebrate kumuona Simba hajafuzu kwenda katika hatua ya nusu finali. Nafikiri huo ndo tunaita yani ule upinzani ambao umekomaa zaidi. Kwa Ulaya mambo kama haya huwa yanatokea. Manchester City na Manchester United vitu kama hivi huwa vinatokea, Barcelona na Madrid vitu kama hivi huwa vinatokea. Hata timu ambazo ziko kule Scotland, nafikiri huwa ni Celtic na Rangers, vitu kama hivi huwa vinatokea. So vitu vya kushangaza, lakini kwa sisi ambao soka letu bado linakuendelea kujitafuta siku hadi siku, nafikiri kumsupport Simba sio kitu kibaya, ni kitu kizuri tu, kumwombea afike mbali zaidi. Hayo masuala mengine utani unaweza, nafikiri utani, yani nafikiri moja jambo ambalo linaathiri sana hapa ni nature ya mpira wetu. Yaani ile asili ya mpira wetu. Bwana mimi simkubali Simba. Si unajua mimi simkubali Yanga. Nakumbuka ile finali ya CAF Confederation Young Africans dhidi ya USM Alger. Kuna mashabiki wa Simba kabisa walikuwa wanasali wanasema sitaki kumuona Young Africans anabeba ili kombe. Nafikiri tatizo ni nature ya soka letu ndio imeathiri pakubwa vitu kama hivi. Kwa hiyo vitu kama hivi vinatokea ni hiyo nature ya soka. Kwamba Simba na Yanga tofauti na upinzani, ila huwa kuna asili ya uadui kidogo huwa inatembea baina hizi timu mbili. Kwa hiyo ndio maana unaona Al Masry wametuma haya maombi kwa sababu wanafahamu kabisa ya kwamba hamna shabiki wa Yanga anatamani kumuona Simba na anafika kule. Bana, tusubiri kuona mwisho wa siku itakuwaje, lakini kama utawashangilia mimi nafikiri iko haja sasa ya mashabiki kupewa elimu na sio hamasa. Of course. Yaani iko haja ya mashabiki wa hizi timu kupewa elimu na sio hamasa, mtazamo wangu. Ni kuliangamiza soka letu. Kwa maana sisi tukonclude kwa kusema ya kwamba hakuna faida yoyote mshabiki wa Yanga ataipata atakapoenda kumshabikia Al Masry kufuzu hatua ya nusu finali. Ila kuna faida ya sisi kumshabikia Simba kwenda hatua ya nusu finali. Kwa maana nikakwambia mpira, yani zile sisi kuna siku tulizungumza hapa nikakwambia hivi, mpira sio ile tu tunamuona Simba na Yanga wanacheza pale uwanjani. Kuna maisha ya watu wengi sana wanaishi kupitia Simba, kuna maisha ya watu wengi sana wanaishi kupitia Young Africans. Kwa ile Simba anacheza pale uwanjani, huku nje kuna wengi sana waliofaidika na Simba kucheza pale uwanjani. Kwa hiyo leo tukimwombea Simba asifuzu kwenda katika hatua ya nusu finali kimataifa 2024-2025 tumefeli na zile pointi za CAF zimeshuka kwetu. Hata ule ubora ambao wapinzani huko nje wanauona kwenye soka letu umepungua kwa kiasi fulani. Lakini tukimwombea akafika nusu finali tutasema it's okay. Tanzania kuna timu mbili. Mmoja asipofanya vizuri basi mwingine anaweza akafanya vizuri. Hii inaendelea kufanya soka letu kuwa attractive na watu kutoka nje. Ila leo ukimwombea Mwarabu afuzu kwenda katika hatua nusu finali it's okay. Hizo ni issue za mtu binafsi. Huwezi kumzuia mtu kufanya hivyo. Japokuwa anajua yeye mwenyewe ndo anajua kwa nini anafanya kitu kama hicho. Lakini kumbuka tu ilikuwa hamna faida yoyote ya kumwombea Mwarabu kwenda katika hatua nusu finali, hamna. Ila kuna faida ya kumwombea Simba kwenda katika hatua nusu finali. Bana, sawa. Florence Lenato amezungumza hivyo na mimi sina la ziada, lakini taarifa za kufikia kwamba Waarabu bwana Al Masry wameomba support kubwa kutoka kwenye mashabiki wa klabu ya Yanga ili waweze kuwa support mchezo wao dhidi ya Simba waweze kupata matokeo. Na wewe pia unaweza kudrop comment yako hapo chini ukaniambia, je, hiki kimekaaje kwa mashabiki wa Yanga wafanye hivi ambavyo Al Masry wanahitaji ama waachane nao, kwa sababu tunakwenda kunajis kama siku tia doa na kuharibu mpira wa Tanzania, kwa sababu sisi sote tunaiombea klabu ya kuna Msimbazi Simba ili waweze kusonga mbele. Simba ikishinda, Tanzania imeshinda, tunaongeza pointi, ligi yetu pia inaendelea kusogea. Mimi naitwa Cisco, nimezungumza mengi hapa na Florence Lenatus, nyuma ya kamera yuko Odon Nuru. Kwa heri.